na kazi yake kuu tunaiona hapa kwenye 12, tunaiona kwenye mstari wa 12. Kazi yake kuu ni kusili, yani kuweka gundi, kuunganisha kwa gundi ule mwili. Mwili wa Kristo unatakiwa ujengwe, na tofauti za utendaji hizo ambazo tumezisema za wahusika hao watatu. Mwili ule unapojengwa, kuna kazi moja ambayo Roho Mtakatifu ndio huwa anaifanya, kuunganisha. Mimi nikipachika tofali hapo, mwingine akapachika hapo, lazima kuwepo na simenti ambayo ndio gundi ya kuunganisha matofali hata nyumba iweze kuwa imara. Sasa mwili wa Kristo umepoteza uimara wake kwa sababu kazi hii ya gundi imeshindikana kufanyika. Imeshindikana kufanyika kwa sababu sisi kama kanisa tumetofautiana katika ulimwengu wa rohoni. Kwa sababu gundi ile inawekwa katika ulimwengu wa rohoni. Tunapotofautiana katika ulimwengu wa rohoni, hatuwezi kupatana katika ulimwengu wa mwili. Ndio pale Amos 3 anasema watu wawili, je, wanaweza kwenda pamoja wasipopatana? Kwa hiyo tunashikiliwa. Anasema mstari wa 12, maana kama vile mwili ni mmoja nao una viungo vingi. Kwa hiyo kazi yake ni kuunganisha vile viungo ili vistiki. Mimi huu mkono ukikatwa ukitolewa, tayari kuna dosari. Lakini mkono ili utende kazi unatakiwa usense kwenye ufahamu, kwenye ubongo wangu kwamba unatakiwa kufanya nini. Nakumbuka nilifundisha hii ule mwanzo tulifunza somo lile la ondoka. Unatakiwa usense ndio uweze kuact. Hauwezi kufanya kazi usipopokea. Kwa hiyo kile ambacho mkono unatakiwa kupokea, ama kidole, nikiumia hapa, nikijikata, kama nakata kucha, alafu bahati mbaya sijui wembe, sijui kile ambacho nakata nacho kikapenya, kikanikata chwa, ama sijui nakata nini jikoni, kisu kikapenya chwa kikanikata. Sasa tafuta ule uchungu unausikilia wapi? Unausikilia hapa, kwa sababu ya ule muunganiko. Sasa sisi mwili wa Kristo, kazi anayofanya Roho Mtakatifu ni kuyendo mwenye gundi ya kuunganisha viungio vyote na ile connection ambayo tuliona siku ile, Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Kwa hiyo eneo lolote litakalokuwa limebeba hitilafu yoyote, hii kule kwenye wahusika, taarifa zinaenda, taarifa zipo, na mimi katika connection yangu ya rohoni sasa nitafahamu. Kwa nini watu tunaingia mahali pabaya penye mpaka mtu anaona, mpaka anawaza, sio anasikia, anawaza mpaka anaanguka kwenye kutenda? Kwa sababu communication system nini, eneo lake la kupeleka taarifa na kupokelea taarifa limekata nyaya. Na linapokata nyaya, taarifa zako, ili wewe uweze kujulishwa hapo umekosea, sina connection tena na zile ofisi tatu ambazo tumeziangalia, kwamba kama eneo lililoharibika linahusu upande wa Yesu, taarifa nitapokea. Kama zinahusu kwa Roho Mtakatifu, taarifa nitapokea. Kama zinahusu kwa Mungu Baba, taarifa nitapokea. Ninapokuwa sipokei taarifa yoyote, yani wewe ama mimi ama mtu yoyote aliyeokoka, jamani, nitoe tu mfano kama ni uongo. Wewe unakaa mpaka unatunga. Yesu na andiko linasema nini? Mnatunga hila vitandani mwenu. Mnatunga uongo kitandani. Umelala wewe hapo, umejinyoosha, uko kimya, kuna mtu anazungumza na wewe, mdomo wako haufunguki, lakini kuna vitu vinatungwa ndani yako. Ile ni hatua ya kwanza ambayo kama kuna connection, alafu kile kinachotungwa kinamuhusu Roho Mtakatifu, taarifa ataitoa. Na pale pale nitasema hichi ninachowaza si sahihi, nitatengeneza. Lakini mimi nimeokoka, alafu mbaya kabisa mimi ni mtumishi wa Mungu, imevuka kipengele hicho, nimetunga hila mpaka nikamaliza kuchora ile structure nzima
nikaichora ile nyumba ninayotaka kuijenga kwenye kutenda kwangu, nikaichora na ile ramani ikawepo. Matajiri wanapojenga nyumba zao wachana na zile ramani za kwenye karatasi. Ramani ya kwenye karatasi inawapa, kuna wataalamu wao wanaitwa architect, wanachora ile nyumba na wanaijenga nyumba ndogo, inakuja kuwekewa kwenye stendi kama hapa, inaonyeshwa mpaka mti unakuwa wapi, sijui wapi atakata nini. Kwa hiyo ile nyumba ikianza ujenzi, eneo la kiwanja akianza kujenga, fundi anayo picha anatakiwa kufanya. Sasa kama tangu kipindi mimi na tengeneza ile nyumba ya mezani ambayo ndio kwenye mawazo hii, si ipaka namaliza sisikii chochote, jamani kanisa mkajitafuta kama kuna mtu yuko hivi. Hizo sio dalili nzuri, dalili za kuelekea kwenye anguko. Sisikii mpaka namaliza. Mpaka namaliza kabisa, alafu ndio natoka naenda kumdanganya mtu. Sasa ile hatua ya mimi kutoka kwenda sasa kwenda kumdanganya mtu, nimeshaanza kujenga nyumba. Nishanunua vifaa. Nishanunua vinavyotakiwa, mchanga nini. Nimeanza kujenga nyumba. Sasa katika hali hii, sisi kama kanisa, nani anaenda kugundisha gundi kwenye tofali ambayo haitakiwi mahali hapo? Roho Mtakatifu hawezi. Hawezi. Ndio maana anasema kwamba katika hatua hiyo ya awali, kama uharibifu unaelekea kwenye upande wa Yesu, taarifa utaipata. Kama unaelekea upande wa Mungu, taarifa utaipata. Kama unaelekea upande wa Roho Mtakatifu, taarifa utaipata. Lakini ukiacha, ndio salama yako. Anakuja, anabomoa, toa kila kitu kile ambacho kilikuwa kimepandikizwa kwenye ile ramani ndogo, ili isije ikaonekana na fundi mjenzi akafikiri ni mojawapo ya utekelezaji, akajenga vibaya. Hiyo ndio nasema kwamba sisi kama watumishi wa Mungu tumebeba nafasi kubwa ya kupeleka watu jehanamu. Kama mimi nitafika kwenye hatua ya kusema kile ambacho sicho, ina maana connection yangu ilikata, na ule uharibifu nilikuwa na utunga umebakia, na mjenzi tunavyojenga sasa ile iko ndani ya ramani. Na kama iko ndani ya ramani yangu na sicho kilichotakiwa na mwenye ramani kuu, kama jinsi Musa alipopewa ramani ya kujenga, lakini ramani kuu ni ya mbinguni. Kanuni za hekalu zimebeba mfano wa mbinguni hekalu linavyokaa. Kwa hiyo ndio maana sisi hatuwezi kufanya kwa namna nyingine. Lazima tufanye kwa namna ile ambayo mbingu ilifanya. Kwa sababu ndio Mungu aliiachilia, akaionyesha kwa yule aliyetaka afanye. Na kwa sababu yule alifanya kikamilifu, hata huyo Mungu akakaa kwenye makao aliyosema atengenezee, patakatifu pa patakatifu. Akakaa huko ndani. Akasema mimi nitengenezeni sanduku langu. Kamtengenezea sanduku. Wekeni mfano wa makerubi pale, walinde utukufu wangu. Wekeni hapo. Ndani wekeni fimbo ya Haruni. Ndani wekeni mkate wa mana, na kadhalika na kadhalika. Wekeni hapo. Mimi nitakaa hapa. Na akakaa. Kwa sababu ilijengwa sawa sawa. Leo inakuaje sisi tunapojenga alafu yeye anakuwa ameondoka? Hiyo ni dalili ya kwamba kuna kitu chengine kinajengwa kisichotokana naye. Sasa ili ni eneo muhimu sana. Roho Mtakatifu kazi yake ni kugundisha, ila hagundishi kile ambacho sicho, kisichotakiwa, ambacho sio cha hapa. Kwa hiyo yeye kazi yake ndio hiyo. Anapogundisha, anagundisha nini? Anasema hivi, sura 12. Na viungo vyote vya mwili ule navyo ni vingi. Ni vingi, ni mwili mmoja. Yaani hapa viungo ni vingi jamani, madhehebu ni mengi, lakini tunatakiwa tusitofautiane kwenye imani.
Sasa tunajikuta kwamba kuna maeneo ambayo tayari alishaleta shida na watu wengine wakawa vitu vingi. Ndio leo tunaona kuna kama vile mashahidi wa Yehova, kuna wengine wameinuka suni, kuna wengine. Hiyo yote sasa ndio hii ambayo tunasema, ambapo Roho wa Mungu hakuweza kugundisha kile ambacho kilitokana na yule ambaye ndo anasema aliona maono hayo. Hakuweza kugundisha, hakuweka bond na yule ambaye alisema alionyeshwa na maono. Hakuweza. Hata aliyeona maono anayeitwa Ellen White wa Sabato, Roho Mungu hawezi kugundisha hiyo, kwa sababu hawezi kuunganisha kitu ambacho sicho. Kwa hiyo ndio tunasema wanabaki kwenye mifumo ya kidini tu. Ili iweze kuunganishwa lazima wamtambue Kristo Yesu kama ndio sabato yao, na yeye ndio sabato yetu. Lakini sasa wao hawataki kuokoka. Sasa Roho Mtakatifu anaunganisha nini hapo? Mahali ambapo hakuna wokovu. Na wokovu ndio chanzo cha kuunganishwa sisi. Maana wokovu ndio chanzo cha Roho Mtakatifu kuachiliwa kwetu awe na sisi. Kwa hiyo Roho Mtakatifu anakaa kwa wale ambao waliookoka, ili ndio aweze kuwaunganisha pamoja katika Roho. Sasa ukiangalia unaweza ukaona issue sio kusali. Issue wewe unasali wapi? Hiyo ndio ya kuzingatia. Kwa hiyo anasema mwili ni ule, navyo ni vingi, na mwili ni mmoja. Mwili mmoja. Vivyo hivyo na Kristo. Kwa maana katika Roho mmoja sisi sote tulibatizwa kuwa mwili mmoja, kwamba tu Wayahudi au kwamba tu Wayunani, ikiwa tu watumwa au ikiwa tu huru, nasi sote tulinyweshwa Roho moja. Kwa maana mwili si kiungo kimoja, bali ni vingi. Na mguu ukisema kwa kuwa mimi si mkono, mimi si mwili, je, si wa mwili? Kwa sababu hiyo, na sikio likisema kwa kuwa mimi si jicho, mimi si la mwili, je, si la mwili? Kwa sababu hiyo, kama mwili wote ukiwa jicho, kuu wapi kusikia? Kama mwili wote ni sikio, kuu wapi kunusa? Bali Mungu amevitia viungo kila kimoja katika mwili kama alivyotaka. Lakini kama vyote vingekuwa kiungo kimoja, mwili ungekuwa wapi? Lakini sasa viungo ni vingi, ila mwili ni mmoja. Na jicho haliwezi kuambia mkono, sina haja na wewe, wala tena kichwa hakiwezi kuiambia mguu, sina haja nanyi. Bali zaidi sana vile viungo vya mwili vidhaniwavyo kuwa vinyonge zaidi, vyahitajiwa zaidi. Naona? Kwa sasa tunaona kwamba hapa hawa wanasema hawa hawaendi mbinguni, hawa wanasema hawa hawaendi mbinguni. Nani anaenda mbinguni? Hiyo sio kazi yetu, kwa sababu mahali fulani ama mtu fulani ana kitu fulani ambacho kimewekwa kwa ajili ya kujenga kanisa. Kama nilivyosema, mimi najenga hapa, mwingine anajenga hiki, mwingine anajenga hiki. Na hiki hakiwezi kusema mimi sihitaji hiki. Maana tunasema kwamba hata kwenye kuhubiri kwetu, nilishasemaga nafikiri darasani ndio nilikuwa nikiwaambia, hata kwenye kufundisha kwetu tuwe makini. Mimi nakuwa wazi kusema darasani kwa sababu nafundisha mwanafunzi apate ufahamu wa kuelewa, aweze kuona tofauti, ndipo ajue anatakiwa kufanya nini. Lakini ndio maana tunatakiwa kuwa waangalifu na lugha. Tunajifunzaga hata habari ya lugha za kuhubiri ndani ya darasa. Lugha tunazozitumia kwa ajili ya kuhubiria, kwamba unasema nini wewe. Angalia usije ukawa wewe ni huyo unayesema kwamba wewe sina haja na wewe, wewe sina haja na wewe. Lakini sote tunahitajiana. Sasa kwa sababu kuna dosari tayari, kuna shida tayari, ndio maana haya yanaonekana. Ndio maana hao wanasema sisi ndio tunaenda mbinguni,
Hao wanasema sisi ndio tunaenda mbinguni. Mimi nawaambia wewe utakaa huku mission utaenda jehanamu usipokaa kwenye kanuni za Mungu. Sina haja na hao wengine. Wana vyao walivyopewa na vinafaa na sisi pia. Lakini wewe uliyekaa hapa kwa kile eneo lile ambalo Mungu aliona ndio unahitajika ukae hapa, usipoweza kuliwekea umaanani, ndio nakwambia wewe utaenda jehanamu. Na mimi najiambia nitaenda jehanamu kwa sababu nitakuwa nimebeba upungufu, na ule upungufu utanizuilia mimi nisifike. Sasa tuna namna ambayo tunatakiwa kujua ni namna gani tunatakiwa kufanya kazi, kwa sababu Roho Mtakatifu ana siri, anawekeza kile ambacho kinatakiwa katika kuunganisha ili sote tuzungumze lugha moja. Tukikutana mtu sijui kwa kanisa gani na wewe mwe na lugha moja. Tofauti zetu za kutengana zinatokana na lugha tulizonazo ni tofauti. Sasa sisi kama kanisa tunatakiwa tufahamu hili ili tuwe na lugha hii moja ambayo inaleta maana, kwa sababu ndio inampa Roho Mtakatifu nafasi ya kusiri. Kwa hiyo katika kushikamanishwa huko ndiyo kunakosababisha faraka katikati yetu isiwepo. Na faraka inapokuwepo ni kizuizi. Anasema mstari wa 24, kwa maana viungo vyetu vilivyo na uzuri havina uhitaji, bali Mungu ameungamanisha mwili na kukipa heshima zaidi kile kiungo kilichopungukiwa. Kwa maana yake ni kwamba naona huu mwili wangu huu kuna viungo ambavyo vina udhaifu. Yaani nikisema udhaifu, kwa mfano, ndio maana nitoe mfano wa miguu, sasa ndio mtaenda vizuri. Ndio maana mtu akiwa mnene sana huku juu utaanza kumsikia na matatizo ya miguu, kwa sababu balance ya miguu, ule uwezo mguu uliopewa kubeba, ulipewa kubeba kilo kadhaa. Huku juu kuna maeneo ambayo vieneo vidogo vidogo, sikio ukiweka sikio kwenye ratili ina ratili yake, yani ina kilo zake. Kichukua hichi kichwa kina kilo yake, kichukua mkono kina kilo yake, kila kitu kina kilo yake, utumbo na makorokoro yake na kilo yake, ambayo capacity, uwezo wa kubeba huu mwili sasa uko kwenye miguu. Sasa kama mimi nimetumia vibaya mwili huu, nikafanya matumizi mabaya, nikaulisha, kwa mfano nikaulisha vibaya, ni namna ya kuambia miguu sina haja na wewe. Kwa hiyo miguu inafika mahali inashindwa kunibeba, na ikishindwa kunibeba ndio anakuwa kulala kitandani na kuanza kufanywa vitu vya ajabu, naambiwa hivi na vile na vile na vile, mara umeenda kuwekewa sijui nini na kadhalika na mambo mengine, operation na hiki na kile na kile. Kuna wakati nilishakuaga mnene mimi zamani, yani nasema mambo ya miaka kama 20 na kitu hivi, miguu ikawa imepata shida, naumia mimi sereni nini, nikaenda kwa daktari wa mifupa, akaniambia usiku natakiwa ufanywe operation na nini na nini. Sasa walikuwa ni madaktari wawili, baba ni daktari mkubwa, mtoto yani mtu na babake wote wamesomea mifupa, mtoto ndo ametoka chuoni. Baba amekazana anasema nikafanywa operation, mtoto anasema tumpe dawa kwanza. Mimi nikasema naomba nipewe dawa, siwezi, yani mwili wangu ingie kisu, hapana. Na sijui ni kwa sababu gani, nasema hapana. Wakanipa dawa, nikaenda nikatumia dawa. Mimi nikaanza mazoezi, nikaanza kufanya balance diet ya chakula, nikarudi kwenye asili yangu. Sasa ninasema habari za miaka 20 na sijafanywa operation mpaka leo. Na ni huyu mnamwona narukaruka hapa, sijafanyiwa operation wao yote. Kumbe wakati huo sasa mimi nilifikiri nafanya vyema, kumbe nilikuwa naambia miguu aisee, mimi sina shida na wewe. Kwa hiyo kitu kingefuata, nilishaonaga watu wamelala kitandani hata kuinuka hawezi, mpaka waje watu 5 wanakuja kumuinua, kwa sababu miguu ashamwambia miguu tumeachana. Kwa hiyo miguu haina uwezo wa kutoka na kuinuka. Sasa hivi mimi nimesema mifano ya mwilini, lakini sasa tunazungumza habari ya mifano ya roho wasilia. Na hii ndio inasababisha sasa tunajikuta
tunaingia kwenye faraka. Anasema mstari wa 25, ili kusiwe na faraka katika mwili, bali viungo vitunzane. Mimi ninapopitisha chakula kwenye mdomo kwenda kwenye tumbo langu, kwa sababu nimetamani kula pilau, lazima nimtunze mguu, kwa sababu ninamhitaji mguu ili niweze kufanya kazi zangu. La sivyo nitashindwa kufanya kazi zangu, nitashindwa kufanya hiki na kile na kile, na kuna wakati naweza nikaingia kwenye matatizo kwa sababu ya hilo. Kwa hiyo mwili unatakiwa viungo vitunzane. Nafika mahali mtu mkono mnene, jamani, sitawaambia watu wasinenepe, mimi natoa mfano. Usijiangalie na huyu na mwana wanaume anafanya hivi wewe hujanenepa bwana. Nazungumza habari za watu ni wanene kama hivi, viti vitatu vyote ni mtu mmoja huyu hawezi kuinuka. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tunaona kwamba viungo vitunzane. Sasa ndio pale tunakuja, tunaondoka kule kwenye madhehebu mengine na huduma zingine, tunakuja ndani ya kanisa moja. Sisi ndani ya kanisa ni viungo tofauti tofauti. Kila alichonacho Nehemia wewe labda hauna, kila alichonacho Esther labda wewe huna, kila alichonacho wewe. Kwa hiyo katika hivyo sasa sote tunahitajiana, na kwa sababu sote tunahitajiana, na maana sote tutunzane. Na tunapoamua kutunzana, tunaondoa yale mambo ambayo huwa yanatutesa ndani ya kanisa: masengenyo, vijicho, kuangaliana vibaya, na mengine kudanganyana, kuoneana wivu, kusuda. Hizo mnaziita ni dhambi ndogo ndogo, lakini ndio zinazobomoa, zinabomoa. Hizi kazi yake kubwa, zinabomoa ushirika kati ya kiungo na kiungo. Na ushirika kati ya kiungo na kiungo ukisha bomolewa, ndio sasa Mungu anaondoka. Ndio kazi ambayo anafanya shetani, anawagonganisha nyinyi kwanza, kisha leta faraka. Huyu anasema usimjue mimi, wewe sikuhitaji wewe, kwani wewe bila wewe siwezi, kwani wewe nini? Hiyo yote shetani anafanya. Alafu sasa mkishafikia pale mmenyofoana. Ndio maana Paulo akamwambia jamani, msichokozane, msinyofoane, msiumani, msichokozane, kwa sababu athari yake mwisho ni Mungu kuondoka. Kwa sababu hawezi kutenda na mwili ulionyofolewa nyofolewa. Mimi nikishakatwa kichwa kikabaki wiliwili, nikikatwa mguu lazima nitapata support ya kutembelea, maana sitaweza. Nikikatwa mkono shida ipo, na maeneo mengine. Jicho nisipoona shida, mdomo ukiwa na shida, meno tu yakiondoka taabu, unatafunaje nyama sasa? Kwa hiyo kila kitu kina kazi yake, na hiyo kazi ni kwa sababu kuna mwili unatakiwa ujengwe, na huo mwili hauwezi kujengwa bila mtendaji mkuu kuwepo, Mungu. Sasa kuna vitu tunavisababisha sisi tunamuondoa Mungu ndani ya kanisa. Ndio maana Jumapili iliyopita nilisema natamani kila kanisa linalosemekana ni kanisa la Mungu uwepo na hali fulani ya utulivu. Utulivu unaotokana na huu muunganiko wa gundi ambaye Roho Mtakatifu anaunganisha. Tunazungumza lugha moja, tunapendana. Tukienda kwenye huduma, kwenye dhehebu moja, wenyewe kwenye dhehebu lenu, hao ambao wako kwenye dhehebu lao, nao washikamane wawe kitu kimoja. Kwa hiyo Mungu atakuwepo kwao. Maana sasa tunazungumzia habari za madhabahu, kwamba Mungu akiwepo kati yetu sisi, ina maana Mungu ataonekana kwenye madhabahu zote za huduma hii. Lakini asipokuwepo katikati yetu sisi, huo ni mgawanyiko mkubwa ambao unabeba athari kubwa, lakini sisi kama kanisa tunakuwa hatuelewi. Sasa haya ni majukumu ambayo Roho Mtakatifu anayabeba kwa ajili ya kusababisha sisi kanisa tuweze kufika mbinguni. Tuishi tulivyokusudiwa, ndipo tufike mbinguni. Niliwapaka ile shuhuda nikasema kwamba nilionyeshwa nikaambiwa habari, nikaona kanisa watu wanaimba wanasifu. Alafu baadaye mimi nimekaa kanisa kama pale, na hapa ni sokoni. Tumekaa mimi na huyo mama anauza nyanya na nini na nini. Naangalia
Nikaona wahubiri ndio wanaingia, hawafahamu. Wanaingia watumishi ndio wanaingia, ilikuwa ni semina mchana, ilikuwa saa 8. Lakini walipoingia ndani sifa ilikuwa imepamba moto vibaya sana. Walikuwa wanaimba na sisi tulikuwa tunaenjoy ile sifa walikuwa wanaimba pale. Lakini ghafla tukaanza kusikia maana mwingine anashika shati wanasukumana mpaka wanatoka nje. Nikamuuliza yule mama, mbona watu sasa walikuwa wanaimba, mbona sasa wanasukumana nje tena? Kuna nini kimetokea? Ndio nikasikia sauti inaniambia, sasa hiyo ananiambia ni kwa sababu wametoa ile jokofu nje, na geuka hivi na kuta friji kwa hapo. Sasa wametoa ile friji nje. Sasa nikasema kwani friji na watu na semina hiyo wanafanya na kuimba vina uhusiano gani? Akasema hii ndio cooling system. Hayo yote yanayotokea ni kwa sababu hii haiko kazini. Kwa sababu wangepata ile baridi, wangekaa kwenye utulivu kwa sababu ya friji. Sasa baadaye ndio akanifafanulia Roho Mtakatifu. Sasa Roho Mtakatifu sio kwamba atakuwa yuko tu pale ndani amekaa kwenye kiti. Tunapokuwa ndani ya ibada, yeye yuko kazini, ana kazi zake, ana majukumu yake anafanya. Tunapokuwa sisi tunaendelea na ibada, sio kwamba tu yuko hapo amekaa. No, majukumu haya anafanya. Unapokuwa nyumbani kwako, anafanya majukumu yake. Hiyo ndio sababu aliachwa. Sababu kuna kazi za kukamilisha ule mwili, na kazi hiyo anayekamilisha ni yeye Roho Mtakatifu, maana ndio anayo ile gundi. Ndio maana anasema kwamba sisi tumegongewa ule muhuri na arabuni wetu ambaye ni nani? Ni Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunaona kwamba katika hilo jukumu ama sehemu ya kile ambacho Roho wa Mungu anatakiwa kufanya, yeye ndio ana balance mwili wa Kristo. Kwa maana ule mstari wa 22 ambaye tumeona ya kwamba kuna vitu vinyonge ambavyo anasema vinahitajiwa zaidi, lakini pia kuna vya heshima, mstari wa 23, ambavyo pia vinahitajika zaidi, lakini pia kuna vyenye ambavyo sio vizuri, yani hata ukiviangalia huwezi kuviangalia, lakini tena anasema hivi vyahitajika zaidi. Yeye ana kazi ya kuhakikisha kwamba ana balance kila kiungo kifanye kazi yake kama kilichokusudiwa na ikawa kwa nini ikawekwa hapo. Kama ni mtu aliye dhaifu ama ni kiungo kilicho dhaifu, katika kile kinachoonekana udhaifu kwake kuna kilicho na nguvu ndani yake, ambacho mimi ninachotaki nione kile cha nguvu na nisione kile udhaifu. Sasa sisi tunaona udhaifu. Tunapoangalia udhaifu, basi wakati mwingine tunajikuta hicho ni chombo cha heshima, alafu tunajikuta tunashindwa kukitumia, kukiweka kwenye nafasi ya kutumika. Kwa maana ukiandaa, mimi nina watu ninawajua wao munda, ninang'ang'ana nao kwa sababu nataka wafike mahali walikusudiwa kufika, lakini kwenye macho ya kibinadamu nisingeweza kukaa nao. Hata sasa wasingekuwa ndani ya kanisa. Kama ningetazama udhaifu sasa, kama ningetazama ule uzuri, hawana uzuri wowote wa kuweza kuonyesha kwamba wanaweza akafaa. Lakini kwa sababu siangalii hiyo, ninasimama kwenye vigezo hivi vitatu: visivyofaa, vya heshima na visivyo vizuri. Kile ambacho kinaonekana akifaa. Na hii ndio wakati wale watu wanasemaga hana macho ya rohoni. Nimeonekana sina macho ya rohoni kwa sababu sioni kama wanavyoona wao. Wakati yeye anamuona mtu ni dhaifu, mimi namuona mwenye nguvu. Mimi naona nguvu iliyo ndani yake. Mimi naona utumishi ulioko ndani yake ukubwa. Sasa ule udhaifu mimi naupiga teke, naanza kung'ang'ana na kile ambacho kilichoko ndani. Kwa hiyo sasa, ili niweze kukipata kile kilichoko ndani, kiweze kuingia kazini, kuna gharama lazima mimi niilipe. Ni gharama ambayo lazima niilipe kwa sababu kuna mambo mengi. Kwanza yeye kumfanya aelewe kwanza, kwa sababu pia yeye anakuwa ajielewe. Kuna mtu katika hali ya kawaida anajidharau kwa sababu ya jinsi anavyojiona, lakini kumbe yeye sio huyo. Sasa kumbe mimi nikimjua Mungu
nitajiona kupitia jicho la Mungu. Kwa hiyo nitaacha kujidharau, nitaanza kujiheshimu. Kuna watu ambao wamekata tamaa kwa sababu walionekana si wazuri katika sura ya kibinadamu, umbo la kibinadamu, kitabia. Kuna watu walionekana ni wadhaifu, hawafai. Kwa hiyo wakapigwa teke kwamba wakasukumwa mbali. Lakini wewe unayejua, unakiokota kile chombo, alafu unasema hapa nahitaji muda wa kukitengeneza. Kwa hiyo unatumia muda mrefu